Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa Iran haitarudi nyuma kwa hali yoyote katika kulinda haki zake, maslahi ya taifa na misingi yake ya msingi wakati wa mazungumzo yanayoendelea na Marekani. Amesema kuwa Tehran itaendelea kushikilia msimamo wake wa muda mrefu kwamba mazungumzo yoyote yanapaswa kuheshimu uhuru wa Iran, mamlaka yake ya kitaifa na haki za wananchi wake bila kulazimishwa kukubali masharti yanayokwenda kinyume na maslahi ya nchi. Pezeshkian alisema serikali yake inaamini kuwa diplomasia ndiyo njia bora ya kutatua tofauti zilizopo kati ya Iran na Marekani, lakini akasema kuwa mafanikio ya mazungumzo hayo hayawezi kupatikana kwa kutumia vitisho, mashinikizo ya kisiasa au madai yanayolenga kuinyima Iran haki zake za msingi. Alieleza kuwa ujumbe wa Iran katika mazungumzo hayo umepewa jukumu la kutetea kikamilifu maslahi ya taifa na kuhakikisha kuwa haki za wananchi wa Iran zinabaki kuwa msingi wa kila uamuzi unaofikiwa. Katika hotuba yake, rais huyo alikosoa baadhi ya makundi ya kisiasa ndani ya Iran ambayo yamekuwa yakishambulia hadharani timu ya viongozi wa majadiliano wa nchi hiyo. Alisema ukosoaji huo umejitokeza sambamba na kampeni zinazoendeshwa na vyombo vya habari vya kigeni vinavyoipinga Iran, akidai kuwa hatua hizo zina lengo la kudhoofisha mshikamano wa ndani na kupunguza imani ya wananchi kwa timu ya mazungumzo, wakati ambapo nchi inakabiliwa na maamuzi muhimu ya kidiplomasia. Alisisitiza kuwa tofauti za kisiasa ni jambo la kawaida katika mfumo wa kisiasa wa Iran, lakini akasema masuala yanayohusu usalama taifa na mazungumzo ya kimataifa yanahitaji mshikamano wa kitaifa badala ya migawanyiko. Kwa mujibu wake, kuunga mkono viongozi wa majadiliano wa Iran ni sehemu ya kulinda maslahi ya taifa katika kipindi hiki muhimu. Pezeshkian alifafanua kuwa hatua zote za mazungumzo zimeendeshwa kwa uratibu kamili wa Ayatollah Mojtaba Khamenei ambaye ndiye mwenye mamlaka ya juu zaidi nchini humo. Alisema hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa nje na mwongozo wa kiongozi mkuu na kwamba mchakato mzima umefuata kikamilifu katiba na sheria za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aidha, alisema kila hatua muhimu ya mazungumzo ilipitiwa kwa umakini na taasisi husika za serikali pamoja na wataalamu wa masuala ya kiufundi na usalama ili kuhakikisha kuwa hakuna kipengele kinachoweza kuhatarisha maslahi ya taifa. Baada ya tathmini hiyo, makubaliano ya mwisho yaliwasilishwa mbele ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran ambalo lilifanya uchambuzi wa kina kabla ya wajumbe wake kuyaunga mkono kwa kuwa waliridhika kuwa yanalinda usalama wa taifa, uhuru wa Iran na maslahi ya wananchi wake. Rais huyo pia alieleza kuwa mfumo huo wa kupitia maamuzi katika ngazi mbalimbali unaonyesha kuwa makubaliano hayo hayakuwa uamuzi wa kikundi cha wanaojadiliana pekee, bali alipitia taasisi zote muhimu zinazohusika na masuala ya usalama, diplomasia na sera za kimkakati za Iran. Kwa mujibu wake, hatua hiyo imeongeza uhalali wa makubaliano hayo na kuonyesha kuwa yamejengwa kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa hilo. Pezeshkian alisema kuwa Iran haitakubali kamwe masharti yatakayowekwa kwa shinikizo kutoka kwa mataifa yanayoipinga. Alisema wajadiliani wa Iran wamepewa maelekezo ya kutokubali jambo lolote litakalodhoofisha mamlaka ya nchi au kuwanyima wananchi haki zao. Aliongeza kuwa Tehran itaendelea kutumia mazungumzo kama nyenzo ya kutafuta suluhisho la kidiplomasia, lakini haitafanya hivyo kwa gharama ya kuhatarisha uhuru wake wa kitaifa. Akizungumzia matokeo ya mazungumzo hayo, rais huyo alitaja makubaliano ya hivi karibuni ni mafanikio mengine ya kidiplomasia kwa wananchi wa Iran. Alisema mafanikio hayo yanaonyesha kuwa Iran imeweza kutetea misimamo yake kupitia mazungumzo na kwamba diplomasia inaweza kutoa matokeo chanya pale ambapo pande zote zitaheshimiana na kuzingatia misingi ya usawa na kuheshimu mamlaka yake ya kitaifa. Kauli za Pezeshkian zinakuja wakati mazungumzo kati ya Iran na Marekani yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa kutokana na umuhimu wake katika mustakabali wa uhusiano wa nchi hizo mbili na usalama wa eneo la Mashariki ya Kati. Wachambuzi wanaeleza kuwa mafanikio au kushindwa kwa mazungumzo hayo kunaweza kuwa na athari kubwa katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama, si kwa Iran na Marekani pekee, bali pia kwa eneo zima na mfumo mpana wa diplomasia ya kimataifa.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.